tuipe dhamana ya kutafuta kampuni itakayokuja kujenga. Kwa lugha rahisi ya watoto wa mjini wanatumia neno kama winga hivi. Yaani mtu alikuja na ipo, sio kitu kibaya. Ipo kwamba mimi nina njia zangu za kupata kampuni ambayo inaweza kuleta hela hapa. Kwa hiyo nyie Yanga nipeni mimi hayo mamlaka ya kusimamia huu mchakato. Mimi ndio nitajua nani analeta hela na nini kinaendelea kwenye huu mchakato. Wako watu namna hii walikuja. Lakini pia iko taasisi moja ilikuja hapa ikasema yenyewe huu mchakato huu wa uwanja inataka kuja kuchangia kwenye kuweka LED, zile mbao za matangazo za kielektroniki za uwanjani zote, tuingie nayo mkataba. Uwanja ukishakamilika yenyewe inakata cross kwa bana kwenye huu makubaliano ya huu mwekezaji anayeshinda, whoever mtakayemchagua, mimi nataka mnipe kipande hiki tu cha kuweka mabango yangu ya kielektroniki uwanjani, alafu mimi na nyie tutazungumza kuhusu hiyo biashara. Kwa hiyo mchakato umekuwa na maombi tofauti tofauti. Kila ambaye alihisi anaweza akacontribute kwenye vigezo ambavyo Yanga tuliviweka. Kuna ambao walichagua some amount 40% ya hivi vigezo mimi naweza kukiri, hata niombe. Kuna ambao walikuwa na 60% wakasema hata tuombe, na kuna ambao walikuwa ni 100%, yani wamequalify, hela wanayo, uzoefu wa miradi hiyo ujenzi wanao, hawahitaji middleman kwenye kufanya hilo jambo. Wanachohitaji ni klabu ya Yanga kuwapa dhamana kuliendea hilo jambo. Kwa hiyo kamati tendaji ilipokutana kupitia hii michakato, cha kwanza tuliweka vigezo mezani tulivyovitangaza, ndio ilikuwa mwongozo wetu. Vigezo vimeainisha hivi, tunataka uwanja wa namna hii. Na mwanzo tuliainisha kabisa kwenye ile barua kama mnakumbuka, tunataka uwanja wa namna gani, tuwagusia mpaka capacity, watu wangapi watakuwa waingie. Na nyinyi wote ni mashuhuda. Sasa hivi shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika lina kategori zake kwenye ujenzi wa uwanja. Wanakwambia kabisa kuna category 1, category 2, category 3, category 4. Na wanakwambia ukiwa na uwanja category 4 utapata mechi gani, ukiwa na uwanja category 3 utapata mechi gani, category 2, category 1 utapata mechi gani. Wanakwambia, wanakupa muongozo. Yaani sasa hivi klabu ya mpira ikitaka kujenga uwanja, ndugu zangu, hata nyie mkiingia sasa hivi hapo kwenye mitandao mkaangalia vigezo vya kujenga uwanja, klabu ya mpira CAF imetoa muongozo. Wala haimhitaji Alikamwe, haimhitaji Engineer Hersi aje aseme kwamba nataka tupinde hivi. No, CAF wameshatoa muongozo ambao uko public. Kiingia kwenye peji zao mtaona, ndugu zangu waandishi wa habari. Kwa sisi tulichukua vile vigezo tukatangaza tunataka uwanja wa namna huu. Lakini tukaweka pia, jamani, anayeomba tunataka vigezo hivi. Kwanza uwe na uimara wa kiuchumi ambao pia unatambulika. Tuweka vigezo vingi pale. Ndio tujue financial stability yako ikoje, weledi wako wa kampuni yako, uzoefu wako wa miradi mikubwa kama hii. Maana mradi ni mkubwa, mradi wa kihistoria. Kujenga uwanja wa klabu ya Young Africans ambayo imekuwa ndoto ya klabu hii miaka na miaka, sio mradi wa kitoto, ni mradi wa kihistoria. Lazima pia viongozi wachague mtu ambaye ana uzoefu huo. Kwa swali lako la kwanza nafikiri nimejibu vizuri. Vigezo vilituongoza na nimeingia kidogo ndani kukuelezea pia baadhi ya makampuni ambayo yalituma yalikuwa na mtazamo upi kwenye hili jambo. Swali lako la pili umeuliza kuhusu lini, time frame. Time frame ya baada ya leo. Cha kwanza, leo tayari tumeshatuma barua kujulisha GSM Tanzania. Na leo hii ukitaka kuamini tuko fast, tunakimbia kwenye hili jambo. Nimekutangazia pia na kamati iliyobeba dhamana ya hili jambo. Maanake tumefanya vitu viwili ndani ya muda mmoja. Ingekuwa ni klabu ambayo ina janja hapa, leo ningekutangazia mshindi. Alafu after 2 months tungetuma barua kwa GSM, bwana sasa nyie ndio tunaomba tuanze kushirikiana. Alafu tungesikilizia tuite press nyingine tukwambie tumeteua kamati. Lakini leo tumefanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Tumekutangazia mshindi, tumemjulisha mshindi, na tumekutangazia kamati na ukwenda kusimamia huu mchakato. Kwa hiyo kinachofuatia tumeshakwambia ni pande hizi mbili kukutana. Yanga tayari kamati yake inayo. GSM tayari taarifa wanayo kwamba mmeshinda. Nao wanakwenda kukutana. Nataka niwahakikishie ndugu yangu Jadu,
wiki hii haitamalizika. Leo ni juma ngapi? Jumatatu. Tutakutana. Na sasa hivi dunia imeendelea, ndugu zangu.